si kila chakula ni chakula cha kawaida. Vyakula vingine vinaweza vikawa si vya kawaida. Haimaanishi vyakula vyote ndani yake vina uchawi, hapana. Lakini inawezekana ikawa hivyo vingine vikawa ndani yake vina nguvu za giza. Sasa kabla sijaingia ndani sana, ni vizuri kujua dhambi ya kwanza kuingia duniani iliingia kupitia chakula. Hebu sema chakula. Chakula ndo kilitenga mwanadamu akatoka kwenye uwepo wa Mungu. Hapo zamani tunajua Mungu alipomuumba mwanadamu kwa maana ya mwanamke na mwanaume, akawaweka mahala fulani kwenye bustani ya Edeni. Alipowaweka, Mungu akawapa na masharti, akawaambia matunda yote ya mti ya bustani mnaweza mkala. Manake mapera kuleni vizuri, mananasi vizuri kuleni, maembe kuleni. Lakini kuna miti miwili, mmoja ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na mwingine ni mti wa uzima, matunda yake msiale. Matunda yale hatuambiwi yalikuwa ni matunda yanaitwaje. Aidha ni matunda ya matunda damu, sisi hatuambiwi, au ni epo, hatuambiwi. Lakini tunaanza kupewa masharti kwamba matunda yote, vyakula vyote naweza mkala, ila kuna miti miwili ipo katikati ya bustani ile ya Edeni. Mmoja ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukila lile tunda, kuna ujuzi unaingia, kuna uvumbuzi wa mabaya unaingia. Na ndio maana leo kuna matusi ya kila namna kwenye mitandao. Unajiuliza hili tusi limetokea wapi? Mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, kazi yake ni kuvumbua, kila siku linavumbua ubaya tu. Unaona, kwa mfano mtu anafanya kituko kwenye mitandao, unajiuliza jamani, mtu kama huyu anajiheshimu, amevaa vizuri, alafu anaongea kituko ambacho huwezi kutarajia mtu mwenye miaka 80 anaweza akakifanya. Lakini mwenye miaka 80 anakifanya kituko cha mtoto wa darasa la 3. Unaweza kuwaza huyu mtu amewaza nini? Ujuzi wa mema na mabaya, matokeo yake. Sasa Mungu anawaambia msile mti huu, alafu mti mwingine mti wa uzima. Tunaanza kuona mwanamke kwenye kutembea kwake akakutana na nyoka katikati ya bustani ya Edeni, kwenye kuchuma mboga pengine na mambo fulani hivi.